Oldonyo Media, habari karibu nawe. Nasema hivi, Bwana Yesu asifiwe. Wengine niwaambie, nasema hivi na muiposti hii. Nilishambuliwa sana kwenye magrupu na nimetukanwa vya kutosha. Lakini kwa nini nimetukanwa? Na kwa nini nasema? Na kwa nini nashambuliwa? Ni kwa sababu mimi ni Mmasai. Na maadili yetu ya Kimasai kuna vitu ambavyo hairuhusiwi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maadili yetu ya Kimasai kuna vitu ambavyo hata kama mitandao ya kijamii imekuja kisasa, lakini kuna vitu sisi kama Wamasai hatupaswi kufanya. Iwe umeokoka, iwe hujaokoka, lakini kuna vitu havistahili sisi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na niliendelea kuongea na wadogo zangu wote. Nimetukanwa sijajibu, maana mimi sijibu mtu. Lakini pia nimewajibu na wimbo. Nimewajibu na nini? Hiyo nyimbo inasema masindai iyake kishunarele kwa iyako kwa warele kwa kingarosho kwa. Kage nile kinyane raye masindai. Odumelewa kwa osmoru wala. Na murule bila amuru na azara ni muru wala. Bwana Yesu asifiwe. Nishoroge ni muru wala. Ni sabori kule ushota dama muru wala. Ni lazima tutaendelea kusimama kukemea vitu ambavyo si maadili yetu. Hatuna nia mbaya na mtu yote. Wewe unaimba nyimbo zote unazoimba ni sawa, imba, maana kila mtu anaruhusiwa kufanya anachotaka. Lakini yale ambayo sio sahihi katika jamii yetu ya Kimasai, naomba tusifanye. Naomba tusifanye. Tusiige watu, tusiige makabila, tubaki na umasai wetu. Utanzania wetu ni muhimu, lakini pia kabila lako ni muhimu pia, uitunze maadili yetu. Maasai yekidomoni mtiwaya kongoloni. Maasai kongoloni. Mungu awabariki sana, adenda ashe, na tutaendelea na nyimbo hiyo. Tunaachia ni Wagosi video, tutakuwa tu online uone. Lakini pia nataka niongee na wao ambayo ulinijibu vibaya, ulinitukana, ulinisema, mimi sina shida na wewe. Wewe bado ni rafiki yangu, bado nakupenda katika Kristo, wala sina. Kuna watu wametuma kwenye simu yangu kwamba Paulo, naomba ukusamehe, maana ilikuwa tunapambana na kitu ambacho hatukijui. Mbona hiyo kitu kuna watu kabisa, hata nikiweka, ngoja niweke hii hapa. Kuna watu wamenitumia wengi tu ambao walikuwa wananishambulia. Unaona, na wakapata ikafika mahali wakatuma. Wakasema Paulo, tunaomba utukosee, na maana kama ningejua kama tulivyokuwa tunakifanya. Ni sawa, umekosea, lakini naamini kwamba umekosea pasipo kujua. Na kwa sababu umekosea, umenitukana bila hatia na sikuwa na makosa. Lengo tu ni kwani maadili tuwe kitu kimoja. Mimi sijakubeba, mimi sijakuchukia. Wewe bado ni rafiki yangu. Uwe umenitukana, uwe hujanitukana, bado wewe ni rafiki yangu. Bado wewe ni mtu muhimu kwenye maisha yangu. Na bado nahitaji sana maombi yako. Nahitaji uniombee usapoti huduma yangu ya uinjilisti iende mbali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kingine kifike, msiwe mnatuita wasanii. Watumishi wa Mungu hatupaswi kuitwa wasanii. Sisi ni watumishi wa Mungu, si wasanii. Usanii ni jina, lakini hatupaswi kuitwa wasanii. Sisi ni watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana media zote. Naamini kwa unataka hii habari sana. Wengi wamenifuata hapo nje, Paulo ongelea, maana umetukana sana. Lakini nataka niseme kwa hiyo nitakutukana, wewe ni rafiki bado unataka tu. Mungu akubariki wewe na amekana majana kai. Wewe kama Masai, kama majana kai, maana la toki nile. Asante.